Ilikuwa usiku wa tarehe 23 wa mwezi wa 10 mwaka 1993. Kwa hivi sasa ana umri wa miaka 32. Huyu ni mchezaji ambaye raia wa Namibia anakipiga katika eneo la center forward. Unajua ni nani huyo na kwa nini nimeanza hivyo? Basi salia nami Yusuf Katalambula hapa Salamba TV ni kujuze kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Huyu mchezaji anahitajika na timu gani? Usajili wake umekaa vipi? Lakini pia ana ukaribu wa kutua katika timu gani? Jina lake anaitwa Peter Shalulile, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Baada ya majadiliano ya muda mrefu kati yao na Jonathan Soa kuona je wanaendelea naye ama wanaachana naye. Taarifa nilizonazo ni kwamba Simba wanafikiria kuachana na Jonathan Soa kwa sababu ya yale ambayo ameyafanya Jonathan Soa. Sasa Simba hawawezi kukaa hivi hivi, wamerudi tena katika klabu ya Mamelodi Sundowns ya nchini Afrika ya Kusini. Baadaye nitakujuza kwa nini klabu ya Simba wanapata wakati mzuri kuwapata wachezaji kutoka kwenye hiyo timu. Ikumbuke kwamba hivi sasa wana Rushin Dirok ambaye ametoka hapo, lakini Neo Maema naye ametoka hapo, lakini huko nyuma walishakuwa na mchezaji ambaye ni Method Manjali, naye alitokea hapo hapo Mamelodi ya nchini South Africa. Sasa taarifa zinaeleza hivi: Simba wanaangalia uwezekano wa kumsajili mchezaji wa Mamelodi Sundowns kwa maana Peter Shalulile. Msimu uliopita Shalulile alitaka kuondoka klabuni hapo kwa kukosa muda wa kucheza, ambapo Esperance de Tunis walionyesha nia ya kutaka kumsajili, lakini mwaka 2022 Shalulile alisaini mkataba wa miaka 5 katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Mpaka hivi sasa tunazungumza, Peter Shalulile umesalia mwaka mmoja na mpaka hivi sasa bado hawajakaa mezani kuongeza mkataba na klabu hiyo. Taarifa zinaeleza kwamba yule ambaye anahusika kuwatoa wachezaji Mamelodi na kuwapeleka Simba tayari ameanza mchakato wa kumpata Peter Shalulile katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wanamtumia Rushin Dirok ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana Peter Shalulile kumshawishi na kumwelekeza mazingira ya nchini Tanzania na kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Peter Shalulile yupo tayari kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini ataanza na mkataba wa mwaka mmoja, then baada ya hapo ataongeza mkataba mwingine kama vile ambavyo amefanya ama anafanya Rushin Dirok. Sasa hapa wengi wanajiuliza inawezekana vipi Simba kumpata Peter Shalulile, kwa sababu tangu klabu ya Mamelodi Sundowns kufanya usajili mkubwa kwa maana eneo lao la ushambuliaji kuna Sales pamoja na Leon. Hawa ndio watu ambao wamekuwa wakipata nafasi katika kikosi cha Masandawana ama Mamelodi Sundowns. Katika michezo 21 ambayo amecheza Mamelodi Sundowns, Peter Shalulile amecheza michezo 10 tu, ambayo si kawaida. Lakini pia rate yake imeshuka. Msimu uliopita alikuwa na rate ya 7.5, lakini sasa hivi rate yake imeshuka, imekuwa ni 6.75. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kuona hata thamani yake pia imeshuka. Peter Shalulile kwa msimu huu katika michuano ya CAF Champions League amecheza michezo 5, amebahatika kufunga magoli 2 na kutoa assist 1, jumla ya dakika 226. Lakini katika michuano ya Betway Premiership, kwa maana hii ni ligi yao ya huko South Africa, amecheza michezo 10, amefunga magoli 3, lakini sawa na dakika 485. Katika michuano ya MTN9 amecheza michezo 2 sawa na dakika 12 ambazo amecheza, kwa maana hakucheza mwanzo hadi mwisho, amecheza dakika average ya dakika 12. Lakini katika michuano ya Nedbank Cup amecheza michezo 2 na amefunga goli 1. Huyo ndio Peter Shalulile. Kwa msimu mzima amecheza michezo 20 tu katika michezo zaidi ya 30, na unaweza ukaona kwamba kwa sasa amekuwa hapati nafasi. Kwa hiyo yeye anatamani kutoka kwenda kujifua ili kurudi kupambania nafasi kama itawezekana, lakini kama huko ambapo ataenda mambo atakuwa mazuri, basi ataendelea kusalia huko alipo. Hivi ndivyo ambavyo imefanywa na Rushin Dirok hapo awali. Makubaliano ambayo yaliingia Simba na Mamelodi Sundowns ni kwamba Rushin Dirok anakuja katika klabu ya
wekundu wa Msimbazi Simba kwa mkataba wa mwaka mmoja, lakini mambo yakikaa sawa basi atarudi. Rushin Direk amenogewa na amependa project ya Simba, lakini kubwa zaidi uwepo wa Steve Barker ambaye ni kocha huyu raia wa South Africa ndio imekuwa sababu ya yeye kumshawishi kuendelea kusalia katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na tumeona tayari ameshaongeza mkataba. Simba wanaitengeneza Simba ijayo mapema, na hivi ndivyo ambavyo timu nyingi kubwa huwa zikifanya hivyo, kwa maana kabla ya kwenda kwenye usajili ambao ni muhimu na ni mkubwa, wabakishe wachezaji ambao wamefanya vizuri. Tumeona Simba wamefanya hivyo kwa Yusuf Kagoma, lakini pia wamefanya hivyo kwa Rushin Direk, lakini kubwa zaidi mchezaji ambaye amekuwa akifanya vizuri sana na klabu hiyo ya Simba, lakini alikuwa akizungumzwa mitaa ya Twiga na Jangwani, kwa maana tunamzungumza Eli Mpanzo Kibisawala. Simba wameongeza mkataba miaka 2 sasa hivi. Sasa Simba wanaangalia uwezekano wa kufill lile gap ambalo lipo pale juu, kwa maana kumpata namba 9 ambaye anaweza akawafikisha nchi ya ahadi baada ya Jonathan Soa kukutwa na hatia ya kile ambacho wao Simba wanaamini hivyo. Kwanza Simba naamini hizi faulo za ambazo amezifanya Jonathan Soa mpaka kufungiwa, Simba naamini amefanya kwa maksudi. Lakini kitu kingine ambacho Simba wana hofu na Jonathan Soa ni kwamba kiwango chake kidogo kimedrop, na kudrop kwa kiwango chake wanaamini kwamba anatumika. Hizi ndo kashfa ama tuhuma ambazo upo nazo Jonathan Soa. Lakini kubwa zaidi, Jonathan Soa amekuwa akichelewa mazoezini mara kadhaa na amekuwa akipewa adhabu. Lakini kubwa zaidi pia Jonathan Soa utaratibu wa Simba tangu aingie mkataba na Jairut, kwa maana ukienda kwenye matembezi ukiwa sio likizo, yani mfano ligi inaendelea alafu kuna international break kwa maana mapumziko, unatakiwa kuvaa jezi za klabu ya Simba kwenye yale maeneo ambayo wewe unaenda. Kama unataka kupost kwenye social network zako, hakikisha una jezi ya Simba. Kama si jezi basi una kifaa chochote kutoka kwa Jairut. Inaweza ikawa tracksuit, inaweza ikawa labda beeps, inaweza ikawa jezi, ama inaweza ikawa begi, chochote kile lazima uwe nacho cha Simba. Hundo utaratibu ambao ameingia nao. Lakini yeye Jonathan Soa alionekana akiwa na moja ya jezi ya timu ya huko nchini Ureno. Hii pia imewafanya Simba waamini kwamba hapa tupo na mtu ambaye hatuendi kwenye safari moja. Hivi ndivyo ambavyo Simba na Jonathan Soa ambao wanayapitia. Sasa Simba wameona kuliko kuendelea na haya yote, mapema sana wameanza kuzungumza na Peter Shalulile kuja kuchukua nafasi hiyo ya Jonathan Soa. Uzuri ni kwamba Simba bado wapo kwenye ramani nzuri ya CAF ranking, lakini pia Simba wapo kwenye ligi ambayo pia ipo kwenye 5 bora, lakini Simba imekuwa ni timu ambayo ikicheza robo finali mara kadhaa, kwa maana kwenye ramani ya CAF Simba ipo na imekuwa ikifanya vizuri. Lakini mbali na hivyo pia Simba inao wachezaji kutoka taifa la South Africa, kwa maana Neo Maema pamoja na Rushin Direk, lakini pia eneo la bench la ufundi pia limesheheni watu ambao wanatoka huko South Africa. Ingawa Peter Shalulile ni raia wa Namibia, lakini makuzi yake lakini pia utafutaji wake umefanyika kwa asilimia kubwa katika nchi ya South Africa. Kwa hiyo akiwaona watu kutoka South Africa anajihisi kama yupo nyumbani. Kwa hiyo mashabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ni wakati wa kujiandaa muda na wakati wote Peter Shalulile anaweza akatambulishwa kuwa mchezaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Nilikuahidi kuwa tukifika mwisho wa kipindi hiki nitakuambia kwa nini Simba wanajeuli ya kuwapata wachezaji kutoka South Africa. Je, ni pesa pekee ambayo inatosha kuwachukua hawa wachezaji? Naweza nikasema rahasha, si pesa tu, kwa sababu unaweza ukawa na pesa nyingi sana, lakini mchezaji anaweza asitamani kuja kucheza kwenye timu yako kwa sababu ya mazingira. Nikurudishe nyuma msimu wa mwaka 2014-2015 wakati Mbwana Ali Samata akiwa katika klabu ya TP Englaba Mazembe alikuwa anahitajika na moja ya klabu ambayo ipo huko Ubelgiji kwa maana Genk
walikuwa wanamtaka Mbwana Ali Samata. Lakini Moise Katumbi ambaye alikuwa ni mmiliki wa klabu ya TP Mazembe alimwambia kwamba Mbwana Ali Samata, nitakulipa mara 2 ya kiasi cha pesa ambacho naenda kulipwa huko Genk ili uendelee kusalia katika klabu hii ya TP Englebe Mazembe. Lakini ili kuonyesha kwamba pesa si kila kitu katika football, bali wakati mwingine pia unahitaji kutimiza malengo na kufikia sehemu ambayo unataka kufika. Mbwana Ali Samata alikataa kiasi kile cha pesa, akachagua kulipwa pungufu ili aende kucheza Genk. Na hii imemfungulia milango. Alicheza pale Genk, lakini baadaye ameenda kucheza ligi ya EPL ambayo ilikuwa ligi ya ndoto yake katika klabu ya Aston Villa. Baadaye akaenda Fenerbahce ya nchini Uturuki, na hivi sasa yupo katika ligi ya huko Ufaransa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba wakati mwingine si pesa tu ambayo inakuwa sababu ya wewe kuweza kufanikisha ama kutimiza yale malengo yako. Kwa pale Simba, Mohamed Dewji, huyu ni rais wa heshima wa klabu ya Simba. Taarifa ambazo tupo nazo ni kwamba mtoto wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu CAF, kwa maana Motsepe, ambaye kwa sasa huyo mtoto wa Motsepe ambaye kwa sasa amekabidhiwa timu ya Mamelodi Sundowns na iongoze. Hawa wana ukaribu wa kibiashara na rais wa heshima wa klabu ya Simba, kwa maana Mohamed Dewji. Kwa hiyo miongoni mwa sehemu ya biashara ambazo wanafanya ni pamoja na kuhakikisha kwamba Simba ikiwa inafanya vizuri inamweka vizuri kwenye ramani Mohamed Dewji, lakini Mamelodi Sundowns pia ikiwa inafanya vizuri inamweka kwenye ramani nzuri yeye, kwa maana mtoto Motsepe kibiashara. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya hayo maridhiano ama hiyo biashara ambayo imekuwa pia ikiwanufaisha zaidi klabu ya Simba, kwa sababu bado hakuna mchezaji ambaye ametoka Simba kwenda Mamelodi Sundowns. Lakini wachezaji wengi, hata Luis Jose Mixon pia tunajua ameonekana akiwa Udisongo, lakini Simba amemchukua kutoka Mamelodi Sundowns. Hii pia inaonyesha kwamba hakuna ugumu wowote kwa Simba kumpata mchezaji kutoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo bwana, taarifa zikufikie, Simba wapo katika hatua za mwisho kukamilisha dili la Peter Shalulile the Hunter kuja kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mipango inapangwa huko nje, lakini pia Simba wakati huu wameamua kufanya kweli baada ya wao dharau kuwa nyingi sana kwa watani wao kuchukua kombe mara nyingi. Wameanza kuwaongeza mikataba wachezaji wao, lakini mbali na kuwaongeza mikataba pia wameanza pia kufanya usajili mapema kwa sababu moja ya plani ambayo wapo nao Simba, msimu ukimalizika wachezaji watapewa mapumziko wa mwezi mmoja, kwa maana itakuwa ni kombe la dunia. Tunajua huu mwaka kuna kombe la dunia, kwa maana kombe la dunia likiisha wachezaji wote wanatakiwa kurudi kambini na kuanza pre-season. Sasa kwenye hiyo pre-season ambayo Simba wataenda wapi bado hawajasema, basi mwalimu anataka awe na wachezaji wake wote, kwa maana wachezaji wote full squad awe nayo ili kusiwa na visingizio kwamba alichelewa pre-season na kadhalika. Ndio maana usajili umeona ukifanywa mapema. Kwa hiyo wewe mtazamaji wa Salamba TV, dondosha komenti yako hapo chini. Peter Shalulile na umri wa miaka 32, je, atawasaidia Simba ama ni usajili wa kukulupuka, ama Peter Shalulile alikuwa zamani na si hivi sasa? Tunapokea komenti yako hapo chini, lakini asante kwa ambaye tayari umesha subscribe na unapata yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.